mpango wa Rwanda juu ya kuregeza wakongomani ili atekeleze jambo lingine analolipanga. Ni jambo lipi? Ramani ya vile ambavyo wazungu wakishirikiana na wakongomani, mpango walionao kwa ajili ya kupasua vipande nchi ya Kongo. Kwa mpango wao ni kwamba labda ndani ya Kongo kutokea vipande 4. Ila kwa sababu Kongo ni nchi ambayo inaonekana kuwa dynamic na wakongomani kuonekana kupenda nchi yao na wengi wao kuwa tayari kwa ajili ya mipango hiyo, hivyo hata wazungu wenyewe wanaelewa kwamba ni jambo ambalo ni gumu kutokea. Sasa baada ya M23 RDF kukamata province ya Sud Kivu na province ya Nord Kivu, hasa katika miji mikuu kwa maana Goma na Bukavu, na baada ya kuona kwamba wamefeli kuendeleza ile speed au mwendo waliokuwa nao kwa ajili ya kuendelea kukamata vijiji vingine na territory zingine ili waweze kukamata province zote hizo mbili, kwa maana ndio ulikuwa mpango wao, na walijua baada ya kukamata Goma mjini na Bukavu mjini, manake territory hizi zingine zote na hizi village zingine itakuwa ni mswaki, kazi ndogo. Lakini kumbe wamekuta mswaki dira croquet, na wao kama wao wameunda mpango mpya sasa ili kuhamisha mawazo ya wakongomani yatoke Goma, mawazo ya wakongomani yatoke Bukavu, yatoke Plaine de Ruzizi, yatoke Ituri, yatoke Walikale, yatoke Manyema, wawahamishe wakongomani mawazo na fikra eneo lingine, ili wakongomani wanapoanza kufikiria hilo eneo lingine, wao sasa waje wakamilishe mpango wao ambao unaonekana kukwamishwa na wazalendo. Ni eneo lipi ambalo wanataka wahamishe akili za wakongomani? Ni Katanga. Wameanza kupublier, kwa maana wameshapasisha mpango, na kama hawajaanza kupublier utaona hizo publication wazikana katika television kadhaa za Rwanda wakipublier kwamba Katanga inataka kujipasua na Kongo baada ya kuchoka na uongozi au serikali ya Kongo. Kwa hiyo Katanga imejipasua, Katanga inataka kujipasua, Katanga inataka kujikata ibaki kama Katanga, haitakuwa tena ndani ya Kongo, ni nchi mpya. Hizo ni taarifa ambazo waweza kuzisikiliza hivi karibuni au ndani ya siku hizi chache kama zijaanza kutoka bado. Lengo kubwa lao kufanya hivyo si kwamba Katanga wamekwisha kupasuka, ila wanataka wakongomani wagawanyiki fikra, mawazo yao, waanze kufikiria Katanga ili Goma ibaki tuanje share, wasifikirie tena ukombozi wa Goma, vita viamie Katanga, vita politiki. Kwa nini Katanga hivi? Kwa nini Katanga hivi? Wakati huo wao na Disraeli wanaendelea kujimarisha, kuweka imaya zao vizuri ndani ya Goma, ndani ya Bukavu, waendelee kutawala kama kawaida. Kwa hiyo mzee wa habari mbichi huwa ninawaambia habari hizi ili akili ziweze kutakata, na mambo haya yanapotokea msistushwe nayo, ili muweze kusimama imara. Hiyo ni habari na taarifa yetu ya kwanza. Lakini taarifa yetu ya pili, kabla sijaja kuhusiana na Nyangezi na Mbiskati iliyofanyika, niunganishe na habari hiyo madhara ya M23 RDF kukaa muda mrefu ndani ya jiji la Goma na jiji la Bukavu bila kufukuzwa. Haya madhara yawezekana yasionekane hivi, lakini yakaonekana kwa baadaye. Lakini ngoja nikwambie, siku za hapa juzi, siku 4 ambazo zimepita, mmeona picha mbalimbali ambazo zimetumwa na kutembea mitandaoni ambazo zilionyesha majeshi ya SADC yakisainiana mikataba na RDF M23 kwa ajili ya wao kuacha kupigana na kupewa kibali au ruhusa ya kurudi katika nchi zao na vifaa vyao vyote, silaha na kila kitu walichoingia nacho bila kubukuziwa. Lakini kwa upande wa RDF M23, wao waliwaambia hamtaenda makwenu ninyi wa Tanzania, Afrika Kusini na Malawi, hamtaenda katika nchi zenu kwa njia nyingine yoyote. Mtakwenda katika nchi yenu kutokea hapa Goma kwenye uwanja wa ndege wa Goma na kuelekea katika nchi zenu. Na kwa kuwa uwanja wa ndege wa Goma umeharibiwa, kwa hiyo mnahitaji nini? Nchi zenu zitengeneze uwanja ili mwanze kwenda. Maana yake uwanja wa Goma utatengenezwa na serikali ya Afrika Kusini, uwanja wa Goma utatengenezwa na serikali ya Malawi, uwanja wa Goma utatengenezwa na serikali ya Tanzania. Kwa maana ya wale maaskari hawawezi kuweka sahihi kusema ndio tutatengeneza uwanja ili tusafiri kutokea hapa bila serikali zao au balozi zao kuunga mkono jambo hilo. Sasa kwa maana jeshi alinaga bajeti ya kufanya miundombinu kama ile. Jeshi inaweza kufanya miundombinu, wapo vitani, hapa daraja limepasuka, tujenge daraja la haraka tupite, hapa imekuwa hivi. Yes, hapana kama viwanja vya ndege vya nchi zingine. Maana yake ni lazima serikali zao zitenge bajeti kwa ajili ya kufanya hivyo. Sasa waweza kuangalia kama tunasema Nord Kivu ni Republique Democratique du Congo. Huyu anayeingia mkataba wa uwanja wa ndege wa serikali, uwanja wa ndege wa nchi utengenezwe na nchi nyingine,
huyu ni nani ambaye anasainiana sasa mpaka rais wa nchi nyingine akubali ndiyo nitachangia bajeti ya kutengeneza au kukarabati uwanja huo wa nchi nyingine? Hivi huyu rais wa nchi hiyo, rais wa nchi kama Afrika Kusini, rais wa nchi kama Tanzania, rais wa nchi kama Malawi, akubali pesa itoke kwenye serikali yake iende kutengeneza uwanja wa nchi nyingine bila makubaliano na serikali ya nchi hiyo? Ni wizara gani iliyohusika, ministeri gani ambayo ilihusika kwa ajili ya kusainisha huo mkataba katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kama aeroporo ya Goma ni aeroporo ya nchi ya Kongo, lakini pia ni aeroporo iliyo chini ya leta ya Kongo, su ministeri ya Kongo. Kwa namna hiyo ndipo unapoona madhara yanayokujaga taratibu. Na mara nyingi ninapoambia watu kwamba nchi hii yawezekana imekwisha kupasuka bila watu kuelewa, wengine hawaelewi, na yawezekana wanaendelea kulazimisha mpasuko huo uendelee kuwa imara wa kidiplomasia. Labda kama unaona hali hii ni kwa sababu tu ya Mungu kwamba anaipenda Kongo, anawapenda Wakongomani. Lakini kwa mfumo ambao RDF M23 inaendelea kutembea nao, wanajikamilisha kabisa na kuashiria dunia kwamba wao wamekwisha kuipasua Kongo. Ila kama mambo hajakaa sawa ni kwa sababu ya Mungu wa Wakongomani. Sasa kama uwanja wa ndege wa Goma utatengenezwa, maana yake ndege zitaanza kuruka pale. Tutaona Rwanda Airways itafika pale, maana yake tutaona ndege za Tanzania Airways itafika pale, maana yake tutaona sasa na zile nchi zingine ambazo huwa zinasemekana kuunga mkono au kusupport ima empire, maana yake zitafika pale. Hivyo sasa tunasema ndege za Ethiopia zitafika pale, maana yake tutasema ndege za Somalia zitafika pale, maana yake tutasema ndege za Sudan zitafika pale, maana yake tutasema ndege za Kenya zitafika pale. Na watafanya hivyo kwa makusudi ili ionekane sasa kwamba baada ya M23 RDF kukamata Goma, usafiri wa anga umekuwa mwingi, umekuwa mwepesi, maendeleo yanafika, watalii wanafika, manake ili kuonyesha watu kwamba wao sasa ndio walio na maendeleo. Na hizo nchi zinazo support zitafanya hivyo makusudi, si kwamba kwa sababu wana aferi nyingi za kufanya, lakini kuonyesha dunia kwamba walipo M23 ni pazuri, ni watu wa maendeleo, ni watu wa kidiplomasia. Na niseme hivi, serikali ya Kongo ya Fachi Beto Konkase, nilisema pia mwezi wa 3 mwaka 2024, yako mambo mengi sana ambayo Fachi Beto anatakiwa aulizwe katika utaratibu huu na vita hivi na hii desordre inayoendelea ndani ya Est. Ili ninapolisema ninalisema kama leader, ninasema kama mwanasiasa mdogo, kama mchambuzi wa masuala ya siasa. Hakuna mambo yaliyo mepesi kuresudre, kutatua kama mambo ya jeshi, kwa sababu ndani ya jeshi hakunaga kura kwamba tufanye election nani awe nome hapa. Jeshi na kwaga ni komandema tu, na aliye na komandema mwisho ni rais wa nchi. Tumeona katika utawala wa rais hayati John Pombe Magufuli wa Tanzania, alikuwa akimteua mtu asubuhi, baada ya siku 3 anatengua uteuzi ule. Manake baada ya siku 3 anamfuta kazi. Mtu ameteuliwa asubuhi, kufika jioni anasema nimemfuta tena kazi yule niliyomchagua asubuhi. Kwa sababu gani? Akiona haujafanya kitu alichotarajia ukifanye, ama amefanya kosa kukuweka wewe baada ya kuja kupata taarifa zingine zilizo kinyume na zile alizozipata awali, anakung'oa, anaweka mwingine. Sasa kama rais wa nchi anaweza akamchagua general fulani nenda usimamie operation, general baada ya chaguliwe anaonekana ni kufeli mpaka anaendelea kuwepo hapo, na anaonekana mpaka hivi akina Masunzu walivyochaguliwa ni feli, lakini haujaambiwa uteuzi wa Masunzu umetenguliwa, amewekwa ni hivyo. Maana yake hata rais anarizika. Hivyo ndivyo ninavyoweza kusema. Lakini pia rais ameona vijana waliothubutu kufanya kazi, liwaza ana ile power kama rais ya kufanya jambo likaonekana kule amefanya kama mtu aliye na uchungu. Sasa madhara yatakayotokea yatakuwa hapo, na endapo M23 RDF itaendelea kucheleweshwa kukaa ndani ya Goma, Bukavu, mtaona tu pamoja na kwamba wazungu hasa Marekani inaendelea kumzuia Paul Kagame na kumtishia akitekeleza mipango hii ndani ya Kongo watamaliza. Isipofanyika haraka hili swala la kukomboa Goma na Bukavu, mtaona pesa ya Rwanda itaingia ndani ya Kongo
itaanza kutumika ndani ya Goma, pesa ya Rwanda na Bukavu. Na kama haitatumika ndani ya Goma, pesa ya Rwanda na Bukavu, option ya pili, maana yake wanaweza wao wakaamua, ili kubembeleza nchi ya Marekani, wanaweza wakaamua kwamba Goma na Bukavu haitatumika hela nyingine yoyote, sio ya Kongo wala sio ya Rwanda, itatumika dola za Marekani, ndio currency itakayotumika pale. Kwa lengo gani? Kwamba wafute Kinshasa na Kongo ndani ya lile eneo walilopo, na huo ndio mpango wao. Aidha waweza pia kuona siku ambazo zitakuwa nyingi sana hivi karibuni, bendera ya Rwanda kwanza kupepea ndani ya maeneo kadhaa wa Goma na mji wa Bukavu. Hii bendera itapepeaje? Haitaanza kupepea kwenye maeneo ya serikali, utaona itaanza kupepea kwenye mali za watu binafsi. Utaona itapepea hii bendera ya Rwanda kwenye mahoteli, kwa maana hoteli zina kawaida ziweka mabendera za nchi mbalimbali. Utaona kwenye mahoteli, kwenye ofisi mbalimbali, vituo mbalimbali vya kupokelea watu. Kidogo kidogo baadaye utaona bendera ya Rwanda inatawala maeneo mpaka ya serikali pale, kama wataamua kwamba ile ardhi iwe sehemu ya Rwanda. Hivi ni vitu ambavyo viko hivi karibuni. Lakini pia mambo mengine utakayoyaona, utaona magari mengi sana ndani ya jiji la Goma na Bukavu yatakuwa yanazunguka na plaki za Rwanda. Mara nyingi plaki za Rwanda utaziona siku zinazozidi kwenda, hayo magari yanaendelea kuongezeka. At the end of the day unajikuta kwamba usajili wa magari yote umehamia Rwanda. Kwa hiyo plaki zote za magari, mapikipiki inakuwa sasa ni Rwanda. Kwa hiyo ndio mpango walionao, tena wanataka wafanye hivi kwa spidi kubwa. Na kwa taarifa yako ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, kama mpango umechelewa ni kwa sababu Marekani alizuia, walikuwa na spidi fulani ya kutaka kufanya mambo. Kwa hiyo niombe wazalendo, niombe raia, lakini pia niombe taifa la Kongo liangalie hili jambo kwa haraka na kwa spidi kubwa, ili kuzuia huu mpango usiende kutekelezeka. Huo ni ushauri, lakini pia ni uchambuzi ambao tunauona kwamba tunapokuja kwenye habari zetu mbili za kivita. Taarifa ambazo tumezipata siku ya leo zinaeleza kwamba siku ya jana kuna magari matatu ya M23R, ambayo magari haya matatu yalikuwa yanatokea Bukavu yakiwa yanajielekeza katika mlima wa Nyangezi, ambako tunajua wote kwamba Nyangezi ndilo eneo ambalo front kubwa ya ADF M23 ndani ya Kongo, kubwa kuliko front zote, iko Nyangezi. Siku ambayo front ya Nyangezi itabomoka, kwamba wazalendo wameibomoa, FARDC wameibomoa Nyangezi, ile imebomoka kabisa, na wazalendo wamekonkeriri, wamebomoa M23, kuna uwezekano mkubwa wa kunyosha mikono juu na kusema vita tumeshinda, kwa sababu Nyangezi peke yake kwa taarifa tulizonazo imebeba 71% ya nguvu ya M23 ndani ya Kongo. 71% ya nguvu ya M23 ndani ya Kongo. Na hili ndilo linalosababisha kusema hivi, M23 haina nguvu kubwa zaidi ya mzalendo. Pamoja na kwamba M23 inaripotiwa kuwa na vifaa ambavyo ni vya kisasa kulingana na udhamini walionao, wana system za kisasa kulingana na udhamini walionao, lakini kwa upande wa vita sasa, katika vitendo, wazalendo wako juu. Sasa sikiliza, haya magari mawili yalikuwa yanatoka Bukavu kujielekeza Nyangezi, kwa maana ya kwenda kuongezea nguvu. Ziko kambi kubwa na kambi nyingi sana za M23 ambazo zimevunjwa kwa ajili ya kuja kuweka nguvu hapa Nyangezi. Sasa haya magari yameingia kwenye ambuskadi ama ambushi, kwa taarifa tulizonazo, ambushi la wazalendo katika kijiji cha Toyota, na haya magari yakachomwa yote, yakaongozwa kwa makombora na kuchomwa yote. Kijiji cha Toyota hakiko mbali na kijiji cha Bukavu au na jiji la Bukavu. Kijiji cha Toyota mpaka kijiji cha Bukavu, mpaka jiji la Bukavu, kadiriwa takriban kama kilomita 13 hivi za umbali. Wanasema kwa kama miili 27 tayari imekwisha kuhesabika, na sasa hivi unajua sehemu iliyoshuka kombora huwa mara nyingi maiti zingine unakuta zimesagika, zingine zinakuwa zimefunikwa na vifusi na vile. Kwa hiyo bado wanasema kwamba taarifa itaendelea kutoka bila au idadi ya watu itaendelea kufahamika kwa baadaye. Hiyo ni hasara kubwa ambayo imepatikana kwa upande wa M23 RDF. Lakini pia siku ya leo kuanza saa 11, taarifa nyingine ambayo hiyo naiona labda mitandaoni vya kutosha, vijana wa wazalendo wameamsha mapambano makubwa sana kwa ajili ya kushambulia ngome kubwa la RDF M23
ngome ya Nyangezi, na umeambiwa kwamba waliwatokea M23 ndio walioshambuliwa. Kawaida watu wamezoea kuona M23 inashambulia, lakini vijana wanasema kwamba cette fois-ci wao ndio ambao wameshambulia M23 kwa ajili ya kwenda kuipunguzia nguvu katika position zao za Nyangezi, na mapambano yamekuwa makali, silaha nzito na silaha nyepesi zimesikika. Na taarifa tulionayo mpaka sasa hivi ni kwamba wazalendo wamefanikiwa kwanza kukata njia ya kutoka Bukavu kufika Nyangezi. Kuna baadhi ya maeneo ambayo wao wamekuwa kama wamegawana sasa na M23, maeneo ambayo M23 ilikuwa imeyakamata yote. Kwa hiyo sasa kuna vipande kama Nyangezi hiyo, wanasema kuna vipande au kuna kipande ambacho mpaka sasa hivi M23 imeshaachia kwa wazalendo. Kuna kipande ambacho wazalendo wameshakikamata cha Nyangezi, lakini pia kuna hiyo Toyota nayo pia ambayo M23 wamepigwa pale. Kwa hiyo kuna kipande pia cha Toyota ambacho wazalendo wapo, kiasi kwamba hata ile communication, hivi ndivyo wanaita vita vya mpangilio, vita vya kielimu. Mpaka sasa hivi hata ile communication kati ya Bukavu na Nyangezi nayo pia imeingiliwa na mushkeli, imeingiliwa na viunzi. Sio rahisi mpaka sasa hivi pia hata M23 au RDF kutoka Bukavu kuja Nyangezi kirahisi, kwa maana yako maeneo munjiani ambayo tayari wazalendo wamekwisha kuyakamata, na wamefanya hivyo kwamba ili kuzuia hata zile ramfor za kutoka Bukavu kirahisi wanatoka Bukavu wanakwenda Nyangezi wanakwenda. Kwa hiyo ndio hali sasa hivi iliyopo. Hali sio nzuri sana, na mara nyingi wanaoumia sana katika hivi unakuta ni raia. Video tulizonazo, picha tulizonazo na sauti tulizonazo kesha kama vile sio wanyonge katika shambulizi la leo, wanaonekana kama kuchangamka, wanaonekana kama kufurahi. Hizo ni taarifa ambazo tuko nazo.